Rahabu Logistic Company, habari njema kwa wakazi wa Dodoma, Mbeya, Sumbawanga na Kyela. Rahabu Coach ni mabasi ya kisasa kwa uhakika wa safari yako. Kwa usafiri wa kila siku kutoka Sumbawanga, Mbeya hadi Kyela na kutoka Kyela hadi Dodoma, Rahabu Coach inakurahisishia safari yako. Ndani ya mabasi ya Rahabu utaburudika na muziki na filamu nzuri za kuvutia, huku ukipata fursa ya kuchati kwa simu yako bila kuzima hadi mwisho wa safari. Tiketi zinapatikana stendi kuu jijini Dodoma, Mbeya, Kyela na Sumbawanga. Kwa mawasiliano tupigie kwa simu nambari 0654515127 au kwa nambari 0768603926 au kwa barua pepe info@rahablogistic.co.tz. Baada ya kushuhudia kuapishwa kwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, nimeingia mitaani na kukutana na baadhi ya wakazi wa mji wa Dodoma ambao wengine ni wakazi wa hapa na wengine wametoka maeneo mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania. Jina langu ni Hatumu Hamisi Amri. Mimi mtazamo wangu, kwanza na muombea kheri na baraka Mheshimiwa Joseph Pombe Magufuli kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine tena kutuongoza katika nchi hii ya Tanzania. Ila wananchi tuna malalamiko. Malalamiko yetu ni kwamba kwenye malipo ya uwanja wa ndege, anataka kujenga uwanja wa ndege wakati sisi raia bado hatujalipwa malipo yetu. Hilo tunamuomba rais atuangalie kuhusu uwanja anataka kujenga. Hayo ndio malalamiko yetu wananchi, au malalamiko yangu mimi mwananchi wa mjini Dodoma. Nyingine tunaomba atulegezee kidogo, maana hali nayo imekuwa nzito mno. Atufanyie wepesi, angalau tupate mshiko kirahisi. Amekaza sana, sio? Amekaza sana. Mimi na uhakika kwa jinsi ya utendaji wake wa kazi, kitakachotokea safari hii ni maajabu. Ninaomba Mungu amjalie apate afya kiasi kwamba ikiwezekana tuende dunia ya kwanza. Kama safari hii miaka 5 tumefika dunia ya pili, sasa naomba Mungu amjalie ili aweze kufikisha angalau nchi yetu kwenye dunia ya kwanza. Naamini kwamba Tanzania tutakuwa kati ya nchi bora duniani. Labda kwa nyinyi wafanyabiashara, labda mnadhani nini kifanyike kwa miaka 5 ijayo ya Rais Dr. John Pombe? Uboreshaji tu wa miundombinu. Kuna mambo ambayo unaona kwamba yana ugumu katika utendaji wenu wa kibiashara? Na benki zina mikopo yake benki ina riba kubwa sana. Serikali inajaribu kuongea, lakini naona bado benki zimekuwa ngumu sana kwenye hilo. Nadhani inabidi tu serikali iingie kati, ikiwezekana ijaribu hata kuangalia mikopo hiyo kwa wafanyabiashara inakueje na riba zake zikoje, kwa sababu biashara ni ngumu, alafu benki bado zinang'ang'ania kuwa na riba kubwa. Hiyo ni shida kubwa sana ambayo ipo. Unapopata fursa wewe leo hii kukutana na Rais Dr. John Pombe Magufuli, jambo gani ambalo unaweza kumwambia? La kwanza kabisa ni mikopo ya benki. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 11 2020, ilikuwa ni siku ya kuapishwa kwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli ambaye ameapishwa kwa mara ya kwanza katika uwanja wa Jamhuri hapa jijini Dodoma. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba kwa Tanzania wote basi tuunge mkono na tuweze kuchapa kazi kama alivyochapa kazi yeye mwenyewe rais wetu. David na Shepherd. Kwa heshima na taadhima na wingi wa watu. Mimi nikiwa kama mkazi wa Dodoma mjini nashukuru kwa hilo, na napenda rais kama anavyofanya mambo mazuri na viongozi walio chini yake kufanya mazuri. Hasa kero ya watu wa Dodoma, tunayo kero kubwa. Nashukuru yeye, tunamwamini na tutaendelea kumwamini kwa miaka 5 mingine ijayo. Hasa tatizo kubwa la Dodoma ni upande wa ardhi tu. Ndio shida kubwa, kwa sababu kuna maeneo mengi wananchi wengi wanalalamika masuala ya ardhi, hawana wafuatiliaji wa kuwasaidia. Ndugu, utajitambulisha majina yako, utajieleza unaitwa nani? Nini mtazamo wako baada ya kuapishwa kwa rais? Mimi naitwa Jairus Peter au Jairus Ndahani. Nipo Kikuyu.
kwa muonekano wa rais, kwa sababu ameanza kwa mema, na naamini kwamba atafanya yaliyobaki, atayamalizia na mengine mapya atatekeleza, kwa sababu tumeona mambo mengi. Jiji la Dodoma limekuwa tofauti na miaka ya nyuma iliyopita. Mimi ni mkazi wa hapa, nimezaliwa hapa. Kwa hiyo rais wetu amejali sana Dodoma, na si Dodoma tu, mikoa yote, tuseme Tanzania nzima. Anajituma, anafanya kazi nzuri ambayo inampendeza na Mungu pia. Kwa hiyo tunategemea mafanikio katika mkoa wetu. Labda unajisikiaje kwa mara ya kwanza kabisa rais kuapishiwa katika jiji la Dodoma? Anajisikia amani sana, na pia anajisikia furaha sana, kwa sababu haijawahi kutokea. Dodoma imekuwa jiji sasa, na naona inapendeza. Maendeleo mengi yametengeneza hapa Dodoma. Mimi naitwa Apollo Mafongo, natokea Dar es Salaam. Niko ofisi yangu ni makao makuu ya chama Dar es Salaam. Sisi tumefurahi kuapishwa kwa Mheshimiwa Rais na tunampongeza, tunamwombea kwa Mungu ili aendelee na yale alipoishia ili aendelee kutekeleza yaliyobaki kwa kipindi cha miaka 5 tena aliyochaguliwa. Kuna changamoto mbalimbali ambazo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekumbana nazo katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Unadhani nini ambacho anapaswa kukifanya sasa baada ya kuelekea miaka 5 ijayo? Mimi nilikuwa naona Mheshimiwa Rais kama alivyoahidi kwenye mambo ya kampeni kuwa ataongeza mishahara ya wafanyakazi, ataajiri vijana wengi, kuajiri katika sekta mbalimbali. Mimi ningeona swala hilo Mheshimiwa Rais aliweke kipaumbele kulingana na maisha sasa hivi yamepanda, na kuahidi wafanyakazi kama alivyoahidi kuongezea mishahara. Hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Naitwa Omar Sufiani, natokea Iringa. Jambo la kwanza ni shukuru sana viongozi wa chama changu, Chama cha Mapinduzi. Kwa mwaka huu tumefanya kampeni ya aina yake na imekuwa ya tofauti sana, kwa maana tumetumia gharama ndogo sana, lakini tumepata matukio makubwa sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ningependa kuwapongeza viongozi wa chama changu. Lakini jambo la pili, nashukuru serikali. Kwa mara ya kwanza nadhani tumeshuhudia rais amekuja kuapishwa Dodoma. Sisi kama Watanzania tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunaona maono yake yale ya kuifanya Dodoma iwe makao makuu anayafanya kwa vitendo. Kwa maana hiyo leo tumekuja kushuhudia kuapishwa kwa rais hapa Dodoma, na tunaona mambo yamekwenda vizuri sana. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo ningependa kushukuru. Lakini jambo la tatu, matumaini yetu ni yapi kwa Mheshimiwa Rais? Kwa hiyo nadhani Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana, kwa maana ya tumeweza kununua ndege, tunaona kuna project nyingi sana ameweza kuzifanya. Lakini matumaini yetu kama wananchi tunategemea sasa ataanza kufanya vitu ambavyo vitakuwa vinawagusa wananchi moja kwa moja. Mara ya kwanza kabisa nchi yetu imetumia gharama za pesa za ndani katika uchaguzi mkuu. Labda hili unaweza kulizungumziaje? Basically kwangu mimi naona ndo uhuru wenyewe, kwa sababu hatuwezi kuwa taifa huru lakini kila siku tunawategemea wazungu kutufadhili mambo yetu ya msingi. Kwa maana ya haiwezekani tunataka kuchagua viongozi wetu alafu tunategemea fedha kutoka nje. Hapana. Kwa hiyo kwa jambo la hili, kwa mara ya kwanza nadhani tumeweza kujitegemea wenyewe na kufadhili uchaguzi wetu wenyewe. Mimi nadhani ni hatua kubwa sana tumeweza kufikia. Jina naitwa Shukrani, mkazi wa Dodoma mjini. Namshukuru Mheshimiwa Rais Bwana Dr. John Pombe kwa kuapishwa tena miaka 5. Tunamwombea nguvu, apate nguvu zaidi kuongeza gumu la maisha. Mtazamo wangu mimi, kwanza nilifurahi tukio hilo kufanyika mkoa wa Dodoma. Ni historia moja hapo ifanyika Dodoma kama kuapishwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe. Nashukuru sana kwa kuleta heshima hii. Mimi nikakutana naye naambia achape kazi kama alivyoanzisha miaka 5 na 5 mingine tulimkabidhi achape kazi. Najua kulikuwa na changamoto nyingi nje, kwa na mafisadi wengi, kwa hiyo kapambana, tumempata miaka 5 ili apambane ili aendelee kutupeleka mbele Tanzania yetu, Tanzania mpya. Nimefurahi sana kwa hotuba ya Mheshimiwa Rais. Baada ya kumaliza kupata kiapo, ametushukuru wa Tanzania, lakini vile vile hotuba ya Mheshimiwa Rais ilikuwa fupi lakini yenye ujumbe mzito sana ambao wa kimaendeleo katika nchi yetu. Kwa kweli nimejisikia amani na nimejisikia faraja sana katika uapishwaji wa Mheshimiwa Rais leo. Yako mambo mengi, nizungumze machache angalau. Mheshimiwa Rais amezungumza vitu vifupi lakini vyenye ujio mkubwa katika jiji letu la Dodoma. Kwanza amesema
katika ahadi zake zote anazikumbuka, lakini kubwa akasema leo uwanja huu umefurika na wengine tuko nje. Kwa hiyo changamoto ya kwanza atakayoanza nayo ni kuhakikisha anapanua uwanja wa Jamhuri, lakini ni historia kubwa katika nchi yetu. Waanze kuapishwa marais leo, ndio historia kubwa katika jiji la Dodoma. Mara ya kwanza kabisa haijawahi kutokea tangia uhuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kuapishwa kwenye nikiwa mmoja wapo wa viongozi wa ukweli kwamba Rais Magufuli ametubeba sana viongozi bila na kusema pale nchini, kwa sababu kampeni zetu zilikuwa rahisi, kwa sababu kitu ambacho kilifanyika katika miaka mitano ya mwanzo kila mtu anakiona. Taswira ya jiji la Dodoma miaka 5 iliyopita tofauti na miaka 5 ya sasa. Na leo hii kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii rais anaapishwa katika jiji la Dodoma. Kwanza tunamshukuru rais, ameiweka Dodoma katika ramani ya ulimwengu kwamba ni makao makuu mapya ya nchi hapa kufanyika. Kila mwenye kutafuta Tanzania leo ilikuwa wapi, dunia nzima ilikuwa Dodoma. Kwa mimi nina matumaini sana kwa jiji la Dodoma. Viongozi watakaochaguliwa, kama nitachaguliwa hewala, unajua kama nitachaguliwa na mimi katika nafasi ya kujiomba, nitaanzia pale nilipoachia upande mmoja, lakini yale ambayo nilishindwa kwangu yanakuwa ni chocheo cha kuhakikisha kwamba nakwenda mbele. Hakuna miujiza. Umechukua fomu kwa ajili ya kugombea umea? Ndio, nimechukua fomu ya kugombea umea. Ndio, nimechukua fomu ya kugombea umea kwa sababu nina kitu ambacho nitasaidia katika jamii ambacho napenda nikiendeleza. Ningependa kuona kile ambacho nilikifanya kilipita niweze kukamilisha. Lakini na utambuzi vile kwamba ni swala la demokrasia, yeyote ambaye atachukua hicho kiti atakayechaguliwa na kushiriki madiwani, tunaamini naye ataanzia katika mafanikio yale yapata, lakini yale tuliyoshindwa na yeye inakuwa ni kichocheo cha namna pekee. Kutoka hapa jijini Dodoma, ni mimi Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.